Uhali gani mpenzi msikilizaji wa Ajira Update. Karibu tena kwenye kipindi chetu ambacho tunajuzana kuhusiana na taarifa za ajira mbalimbali. Na pia chaneli yetu inaruhusu mtu kuuliza swali kwa njia ya comment na kisha tutalisoma hilo swali. Kisha mtazamaji yoyote yule ambaye atapitia makala hiyo basi anaweza kutoa ushauri wake ama akatoa maoni yake juu ya swali ambalo limeulizwa. Sasa hivi punde tumepokea maswali kama mawili ama ni maoni kutoka kwa wapenzi watazamaji wetu. Naomba tuangalie oni moja baada ya jingine. Ninaanza kama ifuatavyo. Anaitwa Zuhura anasema ya kwamba okay, nimesikiliza vizuri na nimekuelewa, lakini kuhusu muhuri wa mwanasheria na CV kama ulivyosema, bila connection sio lolote. Anadai ya kwamba nakumbuka ni makala ambayo tuliupload kuhusiana na vitu ambavyo inatakiwa tuviandae mapema ili ajira za polisi zinavyotoka tukusanye barua zetu kwa wakati. Na tukasema kwamba vyeti lazima tuvitoe kopi na vigongwe muhuri wa mwanasheria. Na pia tuandae CV iliyonyooka nzuri sana. Naomba nisome swali la pili alafu kisha kila swali nitalijibu na kila oni nitalijibu. Mtu wa pili anasema kwamba mimi naomba msaada jamani, kijana wangu anapenda jeshi. Anaitwa Agneta. Anasema kwamba kijana wake anapenda jeshi, kwa hiyo tumpe msaada. Nadhani Agneta nitakujibu muda sio mrefu. Nikianza kukujibu Agneta ni kwamba kama kijana wako anapenda jeshi, hakikisha unafuatilia sana taarifa kuhusiana na majeshi. Hakikisha unafuatilia sana taarifa kuhusiana na majeshi. Nategemea hadi sasa hivi utakuwa umesubscribe channel yetu na umebonyeza alama ya kengele. Lakini kwa jeshi la JWTZ walishatoa ile kuomba watu kujiandikisha jeshini. Sasa hivi tunachosubiri ni kuona jeshi la polisi mwezi ujao litaachia ajira. Sasa kuwa tayari na muandae kijana, mwambie aandae taarifa zake za msingi ili tu ajira za polisi zinavyotoka basi apply mapema. Kinachobaki inakuwa ni kumuomba Mungu, maana haya maswala kuna muda yanaenda kwa bahati. Sio kila mtu anayetuma maombi basi atakubaliwa. Kuna muda bahati inafuata mkondo wake. Nikija kwenye swali letu ambalo ni mpenzi mtazamaji anaonekana na ukakasi kidogo, yani ni ana uchu lakini hajawahi bahatika kupata. Anasema kwamba amenisikia vizuri sana kwenye makala ambayo nilizungumzia kuwa na muhuri wa mwanasheria pamoja na CV. Anasema ya kwamba unaweza ukawa navyo hivyo vyote lakini bila connection hakuna kitu. Iko hivi, mimi nakwambia ndugu yangu ama ndugu mpenzi msikilizaji, amini ya kwamba wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Ninaongea hapa nina ushuhuda, pia na mimi nimewahi kufanikiwa kwenye kazi za serikali lakini bila kuwa na connection. Kwa hiyo nakwambia kwamba wakati ukifika, no matter what, hata kama kuna mtu atasimama akuzuie, hawezi akavunja mipango ya Mungu. Niamini mimi. Muda wako ukifika lazima tu uchomoke. Hakikisha vitu vyote tunavyoelekezana wewe vifuate tu. Lakini niamini mimi, ipo siku Mungu atasema kwamba Zuhura inatakiwa ufanikiwe kwenye kitu fulani. Basi lazima ufanikiwe. Kwa hiyo kitu ambacho hakitakiwi kabisa ni kukata tamaa. Kukata tamaa sio kitu kizuri. Niamini ya kwamba kuna watoto wa watu wakubwa serikalini, lakini na wenyewe wanahangaika kupata ajira.
Na imani Zuhura, una rafiki zako ambao wana wazazi wao wanafanya kazi serikalini, lakini hadi leo hawajaajiliwa. Kwa nini? Kwa hiyo toa hiyo notion. Cha kwanza, kufaulu kwako ni fikra ya kichwani mwako. Hakikisha kichwani mwako umeshajiwekea ushindi. Hata kama ukiapply tena ukashindwa, usichoke. Kazi ni nyingi zitakazokuja, tunasubiri pia magereza, tunasubiri zimamoto. Kwa hiyo tujaribu, usichoke, fanya kwa weledi, fanya kwa usahihi. Niamini mimi, ipo siku Mungu ananyosha mkono na unatoboa. Niko hapa kukuinspire na kukupa nguvu. Kwa nini? Sababu hata mimi ni unachopitia nimepitia sana mtaani. Kwa hiyo najua uchungu wa mtaani kukaa alafu kuna kitu nakisubiri. Endelea kuwa nami mpaka siku ambayo tunatoboa maisha. Chao.